Kwanza tufahamu kuna tukio ambalo limetokea Katavi. Mama mmoja amefariki na mtoto wake na sababu imeelezwa kwamba ni wameathiriwa na hewa yenye sumu ya mkaa. Sasa hii inakuwaje? Yani hii hewa ile hewa ya sumu ya mkaa inakuwaje mpaka inamfanya mtu aweze kupata athari na kufariki? Kiukweli kwanza inabidi watu watambue kwamba unapokuwa unapika kwa kutumia mkaa au mkaa unapokuwa unaungua unatoa hewa ya carbon monoxide. Ndio. Ambapo ile hewa yenyewe ina tabia ya kuondoa hewa ya oxygen kwenye lile eneo ambalo yeye hewa inafanyaje inatoka. Sasa unapokuwa kwamba unaona mtu anapika yuko ndani kafunga mlango kafunga madirisha, ina maana ile hewa ya carbon monoxide ambayo inatokana na mkaa ina maana kwamba itatawala pale ndani. Mwisho wa siku hewa ya oxygen itafanyaje itakosekana, na tunajua kwamba hewa ya oxygen ili mwanadamu aweze kuishi lazima afanyeje avute hewa ya oxygen atoe ile nini hewa chafu, si ndio? Lakini sasa unapokuwa ndani umejifungia na umewasha jiko la mkaa, ni nini kinatokea? Ni kwamba unavuta hewa ya carbon monoxide lakini pia unatoa hewa ya carbon monoxide, na maana kwamba pale hamna hewa yoyote ya oxygen ambayo inafanyaje inapatikana. Kwa hiyo mwisho wa siku unashindwa kuishi, kwa sababu ili uweze kuishi unahitaji nini? Hewa ya oxygen. Kwa kinachotokea ni kwamba utasuffocate, mwisho wa siku utafanyaje? Mwili utakosa hewa ya oxygen, na mwili ukishakosa hewa ya oxygen na kinachofuatia ni nini? Ni kufa. Kwa hiyo ndio maana tunapenda kushauri sana kwamba unapokuwa unatumia jiko la mkaa, cha kwanza hakikisha kwamba hiyo sehemu unayoipikia ni sehemu ya wazi, nikiwa na maana kwamba ni sehemu ambayo inaruhusu kuingiza hewa pamoja na kufanyaje na kutoa hewa, ili uendelee kuwa salama zaidi. Ila kwa hicho kitendo cha kusema kwamba umejifungia ndani sijui mpo ndani, kuna wale ambao mara nyingi tunasema kwamba wanapenda kurahisisha mambo. Tunaweza kusema kwamba wanapenda kujiamulia mambo kwa sababu ni kinyume na utaratibu. Kwamba unakuta mtu ni usiku hiyo anapika, labda ni mama ntilie, kesho anataka apate maharage ya kwenda kufanyaje kuuza pale mgawani kwake. Anaweka maharage pale ndani, anaweka na maji afu yeye anafanyaje analala, si ndio hivyo? Sasa kama nilivyosema awali kwamba ule mkaa unapokuwa unaungua unatoa hewa ya nini ya carbon monoxide ambayo ni hatari kwa afya. Kwa hiyo kama ile nyumba au ile sehemu ambayo lile jiko la mkaa lipo kama haliruhusu kuingiza na kutoa hewa, kinachofuatia nini? Ni kusuffocate. Mwisho wa siku mtu anaweza kufanyaje? Anaweza akapoteza maisha. Kwa hiyo nipende kuiasa jamii kwamba tunapokuwa tunatumia haya majiko ya mkaa, cha kwanza tuhakikishe ni sehemu ambayo iko wazi na ruhusu kuingiza pamoja na kutoa hewa. Lakini kama ni usiku, usije ukawasha jiko la mkaa ukaweka sijui kabandika pale sufuria wewe ukaenda kulala. Hapana, hakikisha kwamba umepika, umemaliza, unazima ule mkaa ndio unafanyaje? Ndio unaenda kupumzika. Kwa hiyo kilichotokea ndio hicho. Kwa niaba ya jamii nipende kuwashauri hivyo. Wasipende kufanya hivyo kwa sababu ni hatari kwa maisha yao binafsi.